athari za kushindwa kutimiza wajibu wetu katika eneo hili au uzembe ukifanyika katika eneo hili, athari nyingi zinaweza tukatukumba. Zitatukumba za kiuchumi. Kwa mfano, watalii watakaposikia kwamba kuna anthrax, hata nyama zilizoagizwa kutoka Tanzania bara kutoka kwingineko, maana yake ni kwamba zitakosa soko hizi. Lakini vile vile wakulima nao wataendelea kuhangaika, kwa maana watapoteza mifugo yao na mwisho wa siku watakata tamaa, kama hivi sasa wanakatishwa tamaa na wizi pamoja na watu wengine. Sasa na athari nyingine, nchi yetu inaweza kuingia kwenye mgogoro kwenye jambo hili. Maana mwisho wa siku wakati mwingine tutalazimika tuzuie vibali, tusiruhusu wanyama kuingia nchini. Na dhamira kubwa itakuwa ni kuona pengine athari zishakuwepo, tunazuia zisiongezeke. Sasa huo utakuwa ni mgogoro, serikali itaanza kugombana na wananchi wake kwa kukimbizana, na mwisho wa siku biashara za magendo madhara yake ni makubwa zaidi. Kwa hiyo wenzangu, nimesema mimi nipate nafasi niwaambie hivyo. Na kwa sababu nimeona wimbi la mifugo tuliyotarajia imeongezeka sana ndani ya nchi yetu. Unguja na Pemba, tunaona kila uchao mwaka huu namba naona imekuwa kubwa zaidi. Niwaombe sana, tekelezeni wajibu wenu kwa kila mmoja katika mahala alipo. Na nikuagiza mkurugenzi, watafutie kopi ya sheria kila mmoja aliyeko ndani ya wilaya husika, waweze pindi hapo ikitokezea, isiwe kila wakati ni kukimbizana kusudi mkurugenzi ndio akatoa fatwa wakati huko mambo yanaendelea kuleta shida. Na pale ambapo tunajiridhisha kwamba mtu kafanya kosa, hatua za haraka si za kuzunguka, zichukuliwe haraka iwezekanavyo. Mimi kwanza niwapongeze kwenye idara ya maendeleo ya mifugo, simuoni na neno la sababu mtu kwenye hili. Nimpongeze sana Mheshimiwa DC wa wilaya ya RBB. Amekuwa ni mtu mmoja ambaye ni kiongozi mmoja ambaye mimi naweza kusema kwamba kwenye eneo hili natamani kwa medani tumpe. Katimiza wajibu wake ipasavyo kwa upande wake. Yeye mwenyewe na watumishi wake ndani ya halmashauri yake na ndani ya ofisi yake ya wilaya, saa zote wanakuwa wakimbizana na wahalifu. Lakini kinachonishangaza, hakuna hatua za haraka mpaka unasikia pengine mkurugenzi na wakati mwingine afisa wilaya naye anachelewa kufanya maamuzi, pengine kwa kutojiamini, pengine kutakujua. Sasa nachotaka kusema ni kwamba wapunguzieni, wapeni ufanisi wakuu wa wilaya haraka waweze kuchukua hatua zao, kwa sababu sheria na miongozo hii nao nyinyi wao kazi yao wakuu wa wilaya ni kusimamia shughuli zote zilizofanyika ndani ya wilaya zao. Sasa kwenye idara ya maendeleo ya mifugo au idara ya kilimo, wewe mtu ambaye unahusika na fani hizo uliopo wilayani ndiye msaidizi wake ambaye mpe mwelekeo, hili fatwa yake ikoje na hili tunatakiwa tulize vipi, kwa sababu ndio mtaalamu. Sasa ikifika wakati mpaka anapigia waziri, maana yake kuna changamoto hapo kwa afisa wilaya au kuna changamoto kwenye management. Nataka niseme maafisa wangu wa wilaya mnalo jukumu katika kuhakikisha kwamba mnawapa ushirikiano wa kutosha Mheshimiwa kwa wilaya atimize wajibu wao vizuri. Na hili si zungumzio ndio pekee, na mpaka Pemba taarifa zitoke. Na jana nipongeze pia mkuu wa wilaya mmoja wa Pemba, wilaya yote. Yeye katoa tamko, katoa mwelekeo wote inachotakiwa kifanyike kwa msimu huu katika swala zima la kudhibiti, na katoa speech ambayo ni very fantastic. Kaeleza athari zake ndipo tukiacha uingizaji holela. Sasa nataka niseme wazi mbele ya mkurugenzi wenu hapa kwamba afisa elimu na afisa kilimo na afisa mifugo aliyoko ndani ya wilaya husika, ndipo akishindwa kutimiza wajibu wake, niombe sana tutasameana. Najua wote ni marafiki zangu, tumefanya kazi kwa pamoja miaka mingi na wengine tumesoma pamoja, lakini hata hivyo kwa wakati huo ile sitoangalia, kwa sababu tutakuwa tuwasaliti na vipapo vyetu tutakuwa hatuvitendea haki.